Siri ya upendo, tatizo lako ni letu. Makofi. Asante sana. Nachukua nafasi hii kwanza kuwashukuru uongozi wa kituo hiki cha Kalikuta kwa kuweza kutukubalia kuja mahali hapa ili tuweze kuwaona watoto wetu ambao ni yatima. Tunashukuru sana kwa nafasi hii ambayo tuliomba kwenu mkatukubalia. Kwa kweli tunashukuru kwa kipande hicho. Baada ya hapo, nipende pia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye pia ametulinda katika safari. Tangia tumejiandaa mpaka tumefika mahali hapa. Lakini zaidi ya yote tumekuta na ninyi mnaendelea vizuri. Tulikuwa na muda mrefu sana tukiwa na shauku ya kuja kuona hawa watoto ambao wengine wanatokea katika mazingira magumu na wengine wako na matatizo tofauti. Kwa mimi kwa upande wangu kama mkurugenzi na mshukuru Mungu kwa kuwa ametupa nafasi hii na tumeweza kutimiza ile lengo ambalo lilikuwa ndani ya mioyo yetu. Tumetoa katika fikra, sasa tumekuwa katika vitendo kama mnavyoona. Baada ya hapo niseme kwamba tunakwenda kukabidhi hivi vitu, lakini tukiwa na dhamira ya kwamba kufika hapa sio mwisho. Kadiri Mungu atakavyotuwezesha tutaweza kurudi mara nyingi kuweza kuwatembelea hawa wadogo zetu na watu wengine ambao wana matatizo tofauti. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kuweza kuongea na jamii, kwa sababu ni nafasi ambayo nimepata. Mtu awaye yote kama akipata nafasi, lakini pia iwe ni sehemu ya program ambayo mtu yote anaweza kaa nayo, akipata muda anaweza kaja kutembelea kituo hiki kwa ajili ya watoto hawa na kwa ajili ya watu wote wanaopatikana maeneo haya, ili tuweze kushirikiana na hawa masista wa Kalikuta ambao wamejitoa kwa ajili ya jukumu zito na kubwa namna hii. Sitakuwa na maneno mengi isipokuwa kinachofuata hapa kwa ajili ya kukabidhi, lakini pia kama tulivyosema katika utambulisho, kuna watu ambao tunaambatana nao. Nipende kutuma salamu kwamba vitu vyote kama tulivyoainisha tumeweza kufika mahali hapa, na tunashukuru sana kwa support yao. Dar es Salaam Tanzania TV iko pamoja na jamii yote, na jamii ndio hii. Maboksi yako humo kama mnavyoyaona, lakini tumeona ni vema tuje na taulo za kike ambazo kwa Kiswahili chepesi zinaitwa pedi. Ziko pale. Sawa, asante. Tumeona ni vema pia tuje na neti za kujifunika. Asante, hizi hapa. Kaona tuje na chakula, mikungu ya ndizi hapa. Lakini katika safari yetu tumekuja na mafuta kidumu chapo, mafuta ya kura. Kaja na maharage. Asante. Ndio, na tumekuja pia na mahindi, sijui ya wapi. Mahindi ya uji ya wapi? Asante. Nadhani kuna vitu vingine. Kuna nguo ziko hapa. Na vitu vingine viko humo, mtakutana navyo ambavyo hatujaweza kuviorodhesha vyote moja kwa moja, lakini viko hapa. Kwa niaba ya timu yote niseme asanteni sana kwa kuweza kupokea, na sisi tumefurahi sana kuwakuta kama mlivyo. Nisipotoa shukrani ni wangu jamani, lakini lazima tutoe shukrani, kwa sababu shukrani, ukitoa shukrani nampa mtu moyo kuona kumbe kile nimetoa hata kama ni kidogo kumbe kimepokelewa. Kwa hiyo Mama Teresa alipenda kusema ya kwamba ukitoa hakuna mtu ambaye anaweza kusema
sina la kutoa. Mimi ni maskini. Hata ile tabasamu naweza kumta mtu anasononeka labda na kila kitu kama nchi za Ulaya. Lakini hana raha. Hakuna mtu anakuja kumjulia hali. Kwa hivyo ukienda tu ile tabasamu au kumsemesha maneno mawili matatu unakuta mtu amechangamka na amepona. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kusema sina chochote cha kutoa. Hakuna maskini anaweza kusema sina cha kutoa, hakuna tajiri anaweza kusema sina cha kupokea. Kwa sababu kila mtu anahitaji kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo tuko hapa kutegemezana. Kwa hivyo kuna mwingine labda kati yenu naona mna furaha wote, lakini nakuta kuna wengine wanakuja kutoa wamenuna. Lakini akija hapa anaona wengine watabasamu kwa watoto hivi masisa. Nimepata mwanangu kwa vizuri. Anaenda kwa moyo safi kabisa na anasema sasa kuanzia leo mimi nitakuwa ninakuja hapa. Na nimependa ninamshukuru Mungu angalau ameniumba jinsi nilivyo. Kuna wengine ndio walemavu angalau Mungu ananipenda. Hivyo niko mzima. Naona najikubali jinsi alivyo. Lakini kwa pale tunasema mawazo yangu tu, tatizo langu tu, na hangaiko yangu. Lakini ukienda kuona wengine wanahangaika unaona atakuwa sio tatizo. Kwa hivyo unajifunza kujikubali jinsi alivyo. Nasema asante sana. Mungu awabariki sana na wazidishie. Pale mlipotoa ajazie na wape huo moyo kwa ukarimu. Asante. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba, tunakushukuru kwa jioni hii kwa vile umetuliza kwa hii. Tumefikia majira haya ya jioni na kushukuru kwa zawadi ya uhai, kwa zawadi ya upendo, kwa zawadi ya familia na kwa ajili ya marafiki ambao ni marafiki wa maskini, marafiki wa siri ya upendo. Na kushukuru uzidi kuwabariki siku zote za maisha yao na familia zao zote. Wajalie afya ya mwili na roho wote waendapo kwenye shughuli zao usifanikishe. Tunaomba pia wanapotoka hapo wanaporejea makazi yao uwe nao jiani mpaka wafike mahali wanapoishi. Utume malaika wako mlinzi awe anawaongoza mpaka wafike vituo vyao vya makazi. Tunaomba pia uzidi kuwabariki popote pale wanapoenda, wanapoketi, wanapolala, na wajaze na neema zako tele. Naomba pia wape moyo huo wa upendo, wazidi kuwajali maskini na wale ambao wasiojiweza. Wazidi atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amen. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana.